Ndugu zangu, dada zangu, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu ya kwamba ulikuwa na weekend ya baraka, weekend ambayo ilikuwa uliweza na kuona ukuu Mwenyezi Mungu na ukaweza na kushuhudia mema yake. Na hiyo jana siku ya Jumapili, ninaamini kwamba ilikuwa pia ni ya baraka kwako, uliweza na kufika kanisani na ukaweza kubarikiwa. Na asubuhi ya leo ninaamini pia kwamba umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana umeweza na kuona wema wake, ameweza na kukulinda kwa usiku wote na akaweza na kutubariki na uhai katika uso wa dunia kwa siku ya leo. Pia akaweza na kutuonyesha siku ya kwanza ya wiki ambapo tunafaa na kumshukuru na kuendelea na kuliinua na kulihimidi jina lake. Hivyo basi asubuhi ya leo karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Nikiamini kwamba kuanzia hii siku wiki yote utaendelea na kufuatilia hiki kipindi ambacho kimekuwa ni cha baraka kwetu, kipindi ambacho kimekuwa ni cha kutuinua, kuendelea na kutuongezea matumaini kupitia neno la Mwenyezi Mungu. Na asubuhi ya leo utakuwa naye Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi kwa katika uongozi wa Wamunyu Pastorate. Ni tutakuwa pamoja naye wiki yote akituinua, akitubariki. Mimi hapa ni Pastor Lucy Michael kikwambia kwamba karibu sana tukaweze na kuendelea na kubarikiwa pamoja. Basi ndugu zangu, dada zangu, wapenzi watazamaji wa Undugu TV, naomba kuamkua katika jina la Yesu Kristo. Amjambo, natumaini mwazima pamoja na Mungu. Nachukua fursa hii kuwakaribisha kwa mahubiri ya siku ya leo na hata wiki mzima, ili tuweze kuandamana pamoja, kwa najua neno la Mungu la inua, neno la Mungu la ponya. Kwa hivyo, kwa hayo mengi uko nayo, natumaini utapata tiba kutoka kwa neno la Mungu na hata utainuliwa na pia hata kubarikiwa. Basi naomba kusoma neno la Mungu katika kitabu cha waraka wa Waebrania na ni sura ya 8, nitaenda kusoma mstari wa 10 hadi 12 na nitasoma katika jina la Yesu. Maana hili ndilo angano nitakalo angana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitasiandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake, akisema, mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitasikumbuka tena. Tuombe ni kwa ajili ya neno. Mungu mtakatifu, Mungu uishiaye milele, Mungu ambaye amna Mungu mwingine, ninakuinua, ninakutukuza pamoja na watazamaji, Jehova Mungu, ili uweze kuwa pamoja nasi, ukaweze kutufunulia yote, ukaniongoze, kwani mimi siwezi bila wewe, pia wao hawawezi bila wewe. Na ni kwa ajili ya neno lako mtakatifu na ikabidhi mikononi mwako, ndiposa ukaweze kujionyesha na kujidhihirisha na kutunenea, manake wewe wajua kila kitu na kila jambo. Naomba haya yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu, tunaomba, amen. Basi lengo ile tutakayo kuwa nayo siku ya leo ni tujikumbushe, manake tunajua Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu. Kwa hivyo tutaongea yale ambayo tutayaongea kutoka katika Biblia takatifu, neno la Mungu, tuone ni kwa nini Yesu ni kuhani mkuu. Na tunapojiuliza swali hili, kuhani ni nani?
Kulingana na vile najua na ninakumbuka katika Biblia, tukisoma katika Agano la Kale, Biblia hapo inatuambia kuhani ni mtu ambaye alikuwa anachaguliwa na Mungu na alikuwa anapelekwa katika hema ya kufanyia ibada. Kwa hivyo alikuwa anaenda kutoa sadaka na alikuwa anatolea watu, na kwa hivyo kazi yake ilikuwa ya hekalu. Na hao walikuwa hakika kuhani wale ambao waliishi kwa wakati huo, na walijaribu sana, mara kwa mara walikuwa tu wanajaribu kufanya hiyo kazi. Ingine Mungu alikuwa anaikubali, ingine alikuwa anaikataa. Basi ninapomtaja Yesu Kristo kama kuhani mkuu, ni ukweli mtubu. Yesu alipokuwa akizaliwa, kuna wale tunawajua mamajuzi walipokuwa kuja na tuseme zawadi zao, na mojawapo ilikuwa ile zawadi ilikuwa inaonyesha Yesu Kristo hakika ni kuhani na atafanya kazi ya hekalu. Kwa hivyo ndio Yesu anasemekana kuhani mkuu. Manake ni kwamba yeye mwenyewe alipojitoa afanye kazi ya hekalu na kutoa sadaka, alitoa sadaka ya uhai wake, ambapo hakuna mmoja mtu yeyote aliwahi kutoa uhai wake ila Yesu. Kwa hivyo ikasemekana Yesu ni kuhani mkuu, manake alitoa uhai wake ni kwa ajili ya dhambi za watu, ili aweze kuweka upatanisho wa mtu na Mungu. Kwa hivyo kama vile tumeelewa kuhani ni nani na Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu, ningependa kuongea pointi moja katika pile tumesoma katika Biblia. Tumeona ya kwamba Yesu Kristo ni kuhani mkuu, lakini tunapoangalia kama ile pointi ninayosema, Mungu mwenyewe pointi ya kwanza analaumu Agano la Kale, na akilaumu Agano la Kale na kuhani waliokuwa wakati huo na watu wa Mungu, wana wa Israeli waliokuwa wakati huo. Ni kwa nini Mungu anawalaumu? Manake aliwapatia hawa makuhani na hakika walikuwa wanawahudumia, na baada ya kutoa sadaka na kuwaombea na dhambi za aina mbalimbali, wao wenyewe walizidi kudumu katika dhambi, na hii haikumpendeza Mungu. Kwa hiyo akalaumu. Na mfano mmoja, alipomuita Musa, akamuita katika mlima Sinai ili kumpatia agano na amri na sheria kwa ajili ya watu wake, wana wa Israeli. Alipotoka pale, Biblia inatuambia ya kwamba, ingawaje hatutasoma, lakini na kukumbusha ya kwamba aliposhuka chini alipata washatengeneza Mungu ambaye wanamuona, na wakamwacha huyo Mungu wao, Mungu ambaye aliwatoa mbali. Kwa hivyo Mungu hakufurahia, Musa hakufurahia. Kwa hiyo akalaumu hiyo Agano la Kale kwa kutotii kwao, na kwa hiyo agano yake na hao wana wa Israeli akaona haifai na hataweza kuikamilisha. Kwa hivyo akatengeneza tena amri mpya kwa kuhani mpya ambaye ni Yesu Kristo, na ndiyo pointi ya pili. Yesu Kristo katika Agano Jipya aliweza kumpa sheria, akampa neno la Mungu. Na Yesu Kristo mwenyewe aliposhuka kutoka mbinguni, alikuwa anajua anakuja humu duniani ndiposa aweze kujitoa. Na ni ukweli, kutoka mbinguni alisema, ni mimi nitaenda kuweka patanisho yetu na wanadamu. Kwa hivyo Agano Jipya hii tunayoongea kuhusu Agano Jipya ni nzuri kwetu, manake ilibadilisha, manake iliokoa, na manake hata sasa inaokoa. Agano Jipya ambayo ilikuja kuwekwa na Yesu Kristo. Wewe mwenzangu, ndugu yangu na dada wangu, mpenzi mtazamaji, unapoyasikia kuhusu Agano Jipya iliyoletwa na Yesu Kristo, kuyaleta mapya makuu, hakika ya pili
mapite na mapya yaweze hakika kuokoa na kumbadilisha dunia na wanadamu, unajiuliza maswali gani? Huyu Yesu katika Agano Jipya alikuja kwangu. Mimi nilipata hii agano, nimezipata sheria za Mungu. Alikuja kama kuhani mkuu. Kuhani mkuu mpaka msalabani akatoa uhai wake. Ndugu yangu na dada yangu, alitoa uhai wake akamilishe Agano Jipya. Kweli wewe mwenyewe, huyu ambaye alijitoa akatoa uhai wake, unamwaibisha ama unafanya nini kwa matendo yako? Na ikiwa ni tendo njema, ubarikiwe. Ikiwa ni tendo ambayo ilifanywa pia na wana wa Israeli waliosababisha Agano Jipya itengenezwe tena, tafadhali mbadilika, geuka. Kuna jambo moja ningependa kusema, ya kwamba Yesu Kristo na alisema amekuja na neno lake ambayo ataiweka kwa nia za watu, na ataandika katika mioyo ya watu. Hii sheria yake ataiweka katika nia za watu, kwa ile mipango yao wamepanga, ataweka neno lake. Namba 2, ataweza pia hata kuandika katika mioyo yao. Na wakati atakapoweka na atakapoandika, ningependa kukutia moyo wewe mama ambaye uko pale nyumbani, unalia ni kwa ajili ya watoto wako, unalia ni kwa ajili ya mume wako, unalia ni kwa ajili ya bibi yako, unalia ni kwa ajili ya jirani, na kutia moyo nikikwambia, jipe moyo. Manake huyu Yesu Kristo amesema katika nia zao mbaya atatia neno lake, na katika mioyo yao ambayo kuna mabaya pia ataandika neno. Bwana Yesu asifiwe. Na atakapoandika watambadilika, na wakimbadilika watangeuka na hautalia tena. Mwenzangu na ndugu yangu, hakika jipe moyo. Na ni kwa nini amesema hivyo? Amesema ya kwamba atakapofanya hayo yote, hawa watu watakuwa watu wake, na hautaona mtoto wako, kijana wako, na yeyote yule wako ambaye ameacha neno anakufanya ulie. Na Mungu ameandika hakika maneno yake ndani yake. Biblia imetuambia ya kwamba watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu wao. Hivyo ina maana kwamba atawasamea dhambi zao na hatawahi kusikumbuka tena. Tufurahi ndugu zetu, dada zetu, na kila mmoja ukiwa mahali uliko, ikiwa utasamehewa na kuhani mkuu na dhambi zako zitasahaulika. Kwa hivyo amka na usimame na tumishie huyu kuhani mkuu, na hivyo tutaweza kushukuru kazi yake ya msalaba na atatubariki. Neno la Mungu likutie moyo, na hakika likutoa mahali likuweke mahali pengine, na ufurahie, manake alifanya hiyo kazi yote kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Ewe Yesu Kristo, kama vile tumeongea na kusemesana ukiwa na jina la kuhani mkuu, na wakabidhi watazamaji mikononi mwako ambao wanasumbuka wakiwa mahali pale, wanaacha neno lako, mara kwa mara wanarudi tena katika neno, na hatimaye wanajipata tena wamekuacha wewe Yesu Kristo. Na wakabidhi mikononi mwako, ndiposa ukaweze kuwaneemea, ukawasaidie, ukatie lile neno katika nia zao, na Mungu Baba ukaweze kuandika ndani ya mioyo yao, ili waweze kusimama wao tu, na Mungu wetu waseme Yesu Kristo ni Bwana na anaokoa. Kwa hivyo ukatusaidie na ukatushindanie katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu tunaomba. Amen. Umbaki salama ndugu yangu. Asubuhi ya leo tumeweza na kufundishwa juu ya Yesu kama kuhani mkuu ama kuhani mkuu, na tukaweza kujua kwamba
Angano jipya. Angano jipya ni Yesu Kristo mwenyewe. Na huyu Yesu amebadilisha wakati huu na kuleta wokovu kupitia kifo chake ama kuwambwa kwake msalabani. Na huo unatokana tu na upendo wa Mwenyezi Mungu na upendo wa mwana wake Yesu Kristo. Na ndio tumeweza na kufundisha na tukaweza na kujua kwamba yani watu wote watakuwa ni wa Mungu. Na Mungu atakuwa pamoja na wao, atakuwa Mungu wao, baba yao kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo, maana ataweza na kutusamea ama kuwasamehe hao watu tukitubu atatusamehe. Na kupitia kwa damu ya mwana wake Yesu Kristo ambaye iliweza na kumwangika pale msalabani, ataweza na kutusamehe na kutuitikia tena. Hivyo basi ninakusihi asubuhi ya leo kulingana na hilo fundisho ukaweze na kuendelea na kujifikiria. Na ukaweze kuona kwamba kuna haja. Yani kuna haja ya kumrudia huyu Mungu kupitia kwa Yesu Kristo ambaye ni kuhani mkuu. Wakati wa angano wakati wa angano la kale ama la kwanza, wakati huo watu walikuwa wanafuata sheria ile ambayo walikuwa wamewekewa. Lakini kwa wakati huu wa angano jipya ambapo Yesu Kristo anatokea na ni kuhani mkuu, ni wakati wa neema. Na uwezo wa kujichagulia uko tu mikononi mwako. Je, umechagua nini? Katika moyo wako umejichagulia nini? Tujichagulie kumfuata huyu kuhani mkuu ili akaweza na kuendelea na kutuweka karibu na baba yetu ama na Mungu mwenyewe. Basi tumeshukuru ni kwa sababu hilo fundisho. Mungu na akubariki. Kuwa na wakati mwema pia nawe mtazamaji wangu. Ninakutakia siku njema. Tupatane hapo saa 3:30 jioni ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio kipindi. Shalom.